Msikilizaji, karibu ni kufahamishe taarifa zinazotokea siku ya leo, na nikupe uhondo wa kinachotokea katika sehemu mbalimbali za taifa la Kenya. Sasa taarifa ninazozipata msikilizaji kutoka kaunti ya Nakuru kwamba kuna bwana mmoja ambaye amepata kuuawa kupitia kwa kupigwa risasi na polisi kunradhi, na hicho kimeweza kupelekea kifo chake siku ya leo. Msikilizaji, elewa kwamba taifa la Kenya siku ya leo linashuhudia maandamano makali kuhusu ongezeko la bei ya mafuta, na kwa hivyo sekta yote ya uchukuzi ama transport sector wanachukua siku hii kuishinikiza serikali kuhakikisha kwamba bei ya mafuta inakuwa nafuu. Ikiwa bei ya mafuta haiwezi kuwa nafuu, basi wapewe nafasi ya kuongeza nauli ama fare za kutoka sehemu kwenda sehemu mbalimbali kwa 50%, kwa sababu wameshindwa kuendelea na ada za mafuta zinazoongezeka siku hadi nyingine, na zinaongezeka kwa pesa nyingi. Kwa hivyo unapata kwamba baadhi ya faida wanazozitengeneza hazipo, ama wanashindwa kwa kweli kutengeneza faida kutokana na bei ya mafuta kuendelea kupanda zaidi bila kupandishwa ama bila kubadilishwa kwenye fare za kwenda sehemu mbalimbali. Sasa hicho kimepelekea kwamba watu kutoka sehemu mbalimbali, kaunti mbalimbali za taifa la Kenya wameweza kutokea na kushiriki maandamano ya siku ya leo, swala ambalo limepelekea jamaa mmoja ama bwana mmoja kupigwa risasi pale kaunti ya Nakuru na ameweza kuaga dunia. Wenzake wameweza kuonekana kwenye picha ninazozipata wakibeba mwili wake, wakiandamana nao, wakishinikiza ama wakisikika wakichant kwamba one term, lakini pia kusema kwamba hakupaswa kufa bwana yule, kwa sababu hakuna chochote ambacho kimetokea kilichokuwa meja ambacho kingeweza kusababisha mauti ya mtu. Lakini kutoka sehemu mbalimbali, kile ambacho nimeanza kuona pia ni kwamba polisi sasa wameweza kuanza kuingilia yale maandamano, kwa sababu kuna baadhi ya vitendo ambavyo pia vimeweza kuanza kushuhudiwa sio vizuri. Kwa hivyo polisi wameanza kuingilia pale na kuweza kuhakikisha kwamba wanadhibiti ama wanahakikisha kwamba hakuna uovu ambao unaendelea kushuhudiwa ukitendeka. Lakini ndo taarifa ambazo zimefika, na kuna mtu mmoja tayari ambaye ameuawa kaunti ya Nakuru, ambaye alikuwa anashiriki maandamano ya siku ya leo ya ongezeko la bei ya mafuta nchini Kenya. Sasa bwana huyo tayari wenzake wanaye mwili wake, wanaonekana wakitembea nao. Awali polisi walijaribu kuchukua mwili ule, lakini hawakuweza kwa sababu wenzake waliweza kumbeba mapema, na nafikiria polisi wanaendelea kushughulikia hilo na wataweza kupata mwili wa bwana huyu na aweze kumpeleka kwa chumba cha kulaza maiti ama chumba cha kuhifadhi maiti. Ndo hali hiyo msikilizaji ambayo inaonekana. Lakini pia katika kaunti ya Nairobi nimeweza kuona polisi wameingia katika eneo la CBD na wanarusha sana vitoa machozi ili kuhakikisha kwamba wanawatawanya watu walioweza kuingia miji mikuu pale eneo la Parliament na maeneo ya Harambee House pale, ili wasiweze kuja kuharibu ama kudhuru chochote katika maeneo yale. Lakini kinachoonekana sana ni kwamba polisi wameingia sasa kwa fujo kuhakikisha kwamba watu wanaelekea manyumbani na watu wanaondoka eneo la CBD ama maeneo ambayo yana watu wengi ama yana vitu mingi ambavyo vinaweza kuharibika.
Ndo taswira hiyo msikilizaji, kutoka kaunti ya Nakuru, kwamba kuna bwana mmoja ambaye ameweza kuaga dunia. Hebu endelea kutia subscription na endelea kutufuatilia. Tutaendelea kukufahamisha na kukuchorea picha ya taarifa za leo, kile ambacho kinaendelea kutoka sehemu mbalimbali.